Huko Tanzania, msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi ametangaza kuwa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema hakitopewa ruzuku ya kujiendesha kama ilivyo ada kwa vyama vingine vya siasa kutokana na kudai mapendekezo yake ya kukitaka chama hicho kufanya uchaguzi wa viongozi upya. Ikumbukwe mwezi Aprili msajili huyo alitangaza kuwa hatambui safu ya uongozi wa Chadema kwa kuwa uteuzi wa viongozi hao haukutimiza akili. Sudi Mnete amezungumza na mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala ambaye anaanza kwa kuelezea namna walivyopokea uamuzi huo wa Jaji Mutungi. Kama chama ni hatua ambayo ilikuwa inatarajiwa kwamba itafuata, kwa sababu hii ni kampeni mzima ambayo imesukwa kwa nia ovu na ofisi ya msajili na ambao wanamtuma kwa lengo la kudhoofisha na kuiua Chadema. Lakini yote anayofanya ni kukiuka sheria moja kwa moja. Kwa hiyo kinachomuongoza ni nia mbaya, nia ovu, anakiuka katiba ya nchi, anakiuka sheria za vyama vya siasa, anaisigina hata katiba ya Chadema. Kwa maana hiyo ni kwamba ni watu ambao hakuna chembe ya kuheshimu sheria za nchi yetu, katiba ya nchi yetu, lakini wamekalia viti hivyo kwa kutekeleza mipango yao ya uovu na ya kutaka kuiua Chadema. Kwa hiyo itakutana na nguvu sahihi zinazostahili za kuweza kupambana na uovu na uvunjifu wa sheria ambao unafanywa na watu ambao wanatumia madaraka yao vibaya kwa lengo la kunyanyasa na kupoka haki za watu kuweza kujumuika na kuweza kufanya siasa katika nchi yetu ambayo ni haki ya kikatiba. Kwani Chadema inapata ruzuku ya kiasi gani kwa uendeshaji wake? Nadhani haiwezi kushinda shilingi milioni 100 na kitu. Nadhani wenye wasibu ndio wangeweza kuzungumza swala hilo vizuri. Mimi si husika na masuala ya fedha. Sasa mtawezaje kuendesha chama wakati huu nje ya ruzuku? Kwa namna gani chama kinajiendesha? Chama chetu kiko ni chama cha wananchi hiki bwana. Chama kina wanachama wengi sana. Wanachama watachangia. Sehemu kubwa ya chama ambacho ni chama cha siasa kinategemea wanachama wake na wapenzi wake. Kwa hiyo sisi chama chetu kitapata hizo fedha kutoka kwa hao wanachama, wakati jitihada za kisheria zikiendelea za kuhakikisha kwamba haya makosa na uvunjifu mkubwa wa sheria wa nchi yetu ambao umefanywa na msajili, ambayo tena tutegemea kwamba ni ofisi ambayo inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa, lakini elekea inaongozwa na watu ambao wako nje ya serikali au wako nje ya ofisi ambao wanatekeleza nia zao ovu. Tutapambana nao kikamilifu. Kwa nini msitekeleze matakwa ya mamlaka kama mkajiepusha na hiki wanachokisema? Kuna ugumu gani? Amri inakiuka sheria haitiwi, inapingwa. Amri inakiuka sheria utakiwa kuitii, unatakiwa kukabiliana nayo. Ni jukumu la katiba yetu ibara ya 26 nasema kila mtu ana jukumu la kutii na kuheshimu katiba hii na sheria za nchi yetu. Hatutakiwi kutii amri ambayo inakiuka sheria na katiba ya nchi yetu. Mwanzoni hapo mwa mazungumzo haya umesema kwamba hatua hii ya msajili wa vyama vya siasa itakumbana na nguvu sahihi. Nguvu gani hizo kwa ufafanuzi, Dr. Nshala? Hiyo ni viongozi wa chama wakubwa wa chama wataweza kuzungumza, wataweza kutoa msimamo sahihi, lakini tutaonana katika sehemu ambayo ni kwamba msajili na sisi tutakuwa tuko sawa. Naam. Ni Sudi Mnete na Dr. Rugemeleza Nshala alikuwa ni mwanasheria mkuu wa Chadema kuhusiana na swala hilo. Inaonyesha hali ya kisiasa inazidi kuchukua mwelekeo mpya huko nchini Tanzania na hasa kuelekea vyama hivyo vya upinzani. Tuelekee sasa huko Kenya. Kenya imeiomba radhi Tanzania na Uganda kufuatia siku kadhaa za kurushiana maneno makali baada ya wanaharakati wake wa Uganda kujikuta pabaya kwa jirani. Haya yamejiri kwenye ibada ya 22 ya taifa iliyojikita katika amani na kujijenga upya. Wanaharakati wa Kenya na Uganda walidai kuteswa walipoizuru Tanzania wiki iliyopita kusimama na kiongozi wa upinzani wa Chadema Tundu Lissu aliyefikishwa mahakamani kwa uhaini. Thelma Mwazaya anayo taarifa zaidi. Katika hatua ambayo haikutarajiwa, ujumbe wa wabunge wa Tanzania waliimba pamoja na wenza wao wa Kenya wakati wa ufunguzi wa ibada ya 22 ya kitaifa.
Ujumbe huo umeizuru nchi wakati ambapo mvutano umezuka baada ya wanaharakati wa Kenya na Uganda kuzuiliwa na kurejeshwa kwao baada ya kuwasili Dar es Salaam. Wanaharakati hao wanadai kuteswa na hata kuumizwa walipokuwa Tanzania, walikokuwa wameenda kumuunga mkono mwanasiasa wa upinzani wa chama cha Chadema Tundu Lissu anayeandamwa na kesi ya uhaini. Kwa upande wao, bunge la Tanzania nalo pia liliwakosoa wanaharakati hao kwa kuingilia masuala yao ya ndani. Kwa upande wake, Rais William Ruto alinyoshia Tanzania tawi la mzeituni kwa niaba ya wanaharakati walioizuru nchi hiyo wiki jana. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Kwa majirani wetu wa Tanzania, lao tumewakosea kwa njia yoyote ile, tunaomba radhi. Ikiwa tumejikwaa, samahani. Na hata wenzetu wa Uganda, kama Wakenya wamekosea kwa njia yoyote ile, tusamehe. We want to apologize if there is anything. Baadhi ya wabunge wa Kenya wanawashutumu wenzao wa Tanzania kwa kuunga mkono kauli za rais wao Samia Suluhu kufuatia kuzuiliwa na kukamatwa kwa wanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda. Ujumbe wa Uganda pia uliwakilishwa kwenye ibada ya leo. Yote haya yakiendelea, viongozi wa kisiasa wa Kenya waliweka pembeni tofauti zao na kuhubiri ujumbe wa amani na umoja na kumwomba Mola aingilie kati ili uonevu mitandaoni ukome. Mbunge wa Dagoretti North Beatrice Elachi anasisitiza kuwa suluhu ni kuwashika wote mkono. Anasema vijana wetu wamepoteza tumaini na tunaomba pepo aliyeandama mitandao ya kijamii yashughulikiwe. Tunaomba tusimame pamoja kwa yaliyo na manufaa kwetu kama taifa na vizazi vijavyo. Kauli hizo zinaungwa mkono na mchezaji nyota wa Marekani Ricky Bolden, aliyepia mhubiri aliyealikwa kuwa miongoni mwa wazungumzaji wakuu kwenye ibada ya leo ya kitaifa. Ricky Bolden aliirai serikali kuwasogeza karibu vijana wa Kenya maarufu Gen Z walioongoza maandamano ya kupinga bajeti mwaka 2024. Spika wa bunge la taifa Moses Wetangula aliipa uzito kauli mbiu ya ibada hiyo ambayo ni inuka na ujijenge upya. Tunakwenda sambamba kwenye redio na mitandao ya kijamii vile tunaifuatilia. Na Saumu, kuna yapi kwenye mitandao ya kijamii? Kwa mitandaoni Manake naona umekimbia mbio kabisa. Ni wa Kenya na maoni yao wanapokimbiza uvipi? Mambo ni mengi. Hiyo taarifa iliyosikia ya ibada ya taifa ndio iliyonikimbiza mpaka sasa. Kwa sababu wengi wanaizungumzia wakisema kwamba Kenya inaonyesha unafiki katika kuzungumzia swala hili. Manake Rais William Ruto leo ameonekana kuwaomba radhi wa Tanzania, wakati wa Kenya nafikiri hawakubaliani na kuomba radhi. Wengi wanalalamika. Kuna mmoja hapa anaitwa Anyole anasema taifa linalotumia udanganyifu wakati linaomba linasikitisha. Hakuna ibada ya maombi itakayotakasa dunia. Sasa njama ni kuache utulie kidogo, upate maji ya kunywa kidogo. Mwelekezi tena analizungumzisha sasa kidogo. Ananiambia mengi napata. Tulia. Muda ni wako, tulia. Tuambie Wakenya wanalalamika kwa sababu Rais Ruto amewaomba radhi wa Tanzania na Waganda. Wao kwani walikuwa wanatakaje? Wanasemaje hapo hasa? Kwa sababu wengi wamekuwa wakizungumzia, kumekuwa na migogoro mitandaoni, wamekuwa wakitupiana maneno. Gen Z wamekuwa wakizungumza, vile wabunge wamekuwa wakijibu wa Tanzania. Sasa Ruto amesema anataka kujenga uhusiano mwema. Wa Tanzania wanasema hii ibada ni ya kazi gani? Kwa sababu anasema Mungu wangu, hao watu wanapenda kudhihaki sana. Mnaharibu nchi yetu kisha mnatuambia tuliombee taifa la Kenya. Jambo la kusikitisha kabisa. Saumu, yani pumzi nimekimbia. Inabidi nifanye mazoezi ya kuongezea namna gani ya kusonga mbele. Sijui kama wanaotufuatilia na wasikilizaji